Na katika biashara, serikali ya kitaifa inachukua hatua za kuhakikisha nchi hii ina chakula cha kutosha kufuatia kupungua kwa mvua ambako kumeathiri uzalishaji wa mahindi katika eneo la North Rift na magharibi mwa Kenya. Naibu Rais Kithure Kindiki anasema serikali inachunguza hali hiyo baada ya uchunguzi kuonyesha kwamba uzalishaji wa mahindi huenda ukapungua kwa asilimia 30 mwaka huu. Kwa habari hizi na nyingine, hapa ni mkusanyiko wa habari za biashara. Serikali imewaleta pamoja mawaziri na makatibu husika kukadiria hali ya chakula ilivyo humu nchini kufuatia kupungua kwa mvua katika maeneo kunakokuzwa mahindi kwa wingi. Maafisa hao wakuu serikalini wanajadilia kuhusu hatua za kuchukua ili kuepusha baa la njaa, kupotea kwa maisha na vilevile kujiandaa kwa msimu ujao wa mvua ya El Nino. Anasema kundi hilo litakuwa likikutana mara kwa mara kukadiria hali ilivyo na kushirikisha hatua zinazokusudiwa kuwastiri wakulima na kuhakikisha kuwepo kwa chakula cha kutosha kote nchini. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. Wakati huo, wanawake wahandisi wanatoa wito wa marekebisho ya sera, uwekezaji na uungwaji mkono wa kitaasisi ili kuongeza uwakilishi wao katika taaluma ya uhandisi, wakisema uwakilishi wao kikamilifu ni muhimu katika ujenzi wa miundo misingi na ustawishaji viwanda humu nchini. Initiatives should actually start from much lower, from STEM, the lowest grades, primary school, through high school, through university, and all the way to the leadership positions. Hatimaye, halmashauri ya bandari za Kenya inategemea upanuzi wa bandari ya Kisumu kujipatia mapato zaidi na kuimarisha uchukuzi katika ziwa Victoria. KPA tayari inajenga barabara 13 katika eneo la ziwa Victoria zitakazosaidia kuimarisha uchukuzi wa majini katika ziwa Victoria. Kaimu mkurugenzi mkuu wa bandari ya Kisumu Elijah Chirchir anasema upanuzi huo unaendelea ili kuwezesha bandari hiyo kuhudumia meli kubwa na kuongeza uwezo wake wa kushughulikia mizigo kutoka tani 450,000. You know that the future is bright for us. We are expecting maybe at the end of this year, we are going to handle over 500,000 metric tons. Briton Elia, Darubini.